Natumai uko mzima katika jina la Yesu Kristo na uko tayari kuweza kuendelea pamoja na mimi katika mafundisho ambayo tulianza juma lililopita, nikidokezea kidogo tu kumhusu Yusufu. Nikasema kwamba nitakuja kufundisha kuhusu ndoto. Utakumbuka wakati ambapo nimezungumza kuhusu Yusufu, nilikuwa nimetilia mkazo kuhusu uvumilivu wake na jinsi vile alivyomsubiri Bwana na hatimaye zile ndoto ambazo alikuwa nazo ziliweza kuja kutimia. Nami nikakueleza kwamba hata sikuwa na ubiri, nilikuwa na tabiri juu ya maisha yako, kwa sababu wengi tu mumesubiri kwa muda mrefu ukiwa unasubiri ahadi ya Mungu iweze kutimia, ama kitu ambacho umekitamani umekiombea kwa muda mrefu kiweze kupata kutimia na bado haujakiona. Na sasa nasema ya kwamba pamoja na hayo ungependa kufuatilia haya mafundisho, kwa sababu nitaenda kukufundisha ndoto kwa undani kidogo, ili kwamba ukaweze kujua wakati ambapo unasubiri nini na ni nini ambacho kinakupaswa kukifanya wakati ambapo unazo hizi ndoto. Genesis chapter 37, Mwanzo mlango wa 37, ndipo ambapo nilisoma juma lililopita. Nikasoma kuhusu ndoto zake Yusufu, na zilikuwa ni 2, ambazo aliposhiriki na ndugu zake na wazazi wake kulitokea shida nyingi sana, kwa sababu ndugu zake walimchukia na ndugu zake wakampangia kifo, lakini hatimaye wakamuuza kule Misri na akaelekea katika utumwa. Lakini kule alikotumwa, ile ndoto haikufa, ilikuja kutimia. Na kwa hakika yale aliyokuwa naona wakati ambapo alikuwa ni kijana mdogo wa miaka 17, yote yalikuja kutimia, kwa sababu alikuja kutawala kule Misri na kuokoa watu wengi, kwa sababu aliweza kusimamia nafaka na mazao na chakula cha Misri. Ningependa kuanza kwa kueleza kwamba kuna muda wa kusubiri, lakini hata kabla ya muda wa kusubiri kuna sehemu ambayo inahusiana na ufunuo ambao unahitaji kuwa nao wakati ambapo unauliza ni nini ambacho ni ndoto yangu, ni nini ambacho niliumbwa kuweza kufanya. Kwanza kabisa, wacha nianze na habari njema kuhusu ahadi ambayo Mungu ako nayo. Kitabu cha Joeli mlango wa 2 na mstari wa 28 kuendelea. Joel chapter 2 verse 28 na kuendelea pale mbele, utakuta ya kwamba kuna ahadi ya hizi siku za mwisho ambazo Mungu ametupatia, na kusema ya kwamba katika hizi siku za mwisho ambapo atamimina Roho Mtakatifu, kati ya mambo ambayo yatatokea, ndio najua kuna unabii, kuna maono ambayo yatakuja kutokea. Kina dada, wanaume, vijana, wazee, kila mmoja atamiminiwa Roho Mtakatifu. Lakini ahadi moja ambayo iko mle ndani, ukisoma katika Joel chapter 2 verse 28, ni kwamba katika hizi siku za kumiminiwa Roho Mtakatifu, hizi siku za mwisho, ni kwamba kutakuwa na ndoto. Ndoto ni kati ya uvuvio wa siku za mwisho. Na kuna watu ambao husema kwamba ndoto ni za watu wa Agano la Kale na haziko katika Agano Jipya. Hebu nikueleze ya kwamba mzazi wake Yesu Kristo, huyu Yusufu mwingine ambaye tunamsoma katika Agano Jipya, naye pia alipokea onyo kupitia kwa ndoto ya kwamba hawa watu ambao kina Herodi wanataka kumuua Yesu Kristo angalipo mtoto mdogo mchanga, na akaelekezwa kupitia kwa ndoto kuelekea Misri. Na baada ya muda, wakati ambapo waliokuwa wanataka kumuua Yesu Kristo walipoaga dunia, akaelekezwa tena kupitia kwa ndoto na kuambiwa waliotaka kumuua tayari wenyewe wameaga dunia, wamekufa. Kwa hivyo ni sawa kuweza kurudi kule Israeli na kuendelea na maisha ya Yesu Kristo na maisha yao kule nyumbani kwao. Wakarudi, na ilikuwa ni kupitia kwa ndoto. Paulo pamoja na watumishi wengine ambao tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, nao pia walipokea ndoto na wakaweza kupata mwelekeo wa kuelekea Makedonia na kuelekea sehemu tofauti. Mungu akiwaita kuelekea upande huu, mara nyingine akiwaonya msiende upande huu mwingine, kupitia kwa usemi wa Roho Mtakatifu kwa njia tofauti tofauti, zikiwemo ndoto.
Ndoto ya aina ya kwanza ambayo ningependa kuisisitiza siku ya leo ni ile ndoto ambayo ni mipango ya Mungu juu ya maisha yako, hamu ambayo Mungu ako nayo katika moyo wake ya kwamba ukaweze kuitimiza. Biblia inatufundisha kwamba Mungu ametenga kazi nzuri katika Kristo Yesu. Amekutengea wewe kazi nzuri katika Kristo Yesu, ukaweze kutembea ndani ya zile kazi nzuri ambazo amezitenga hata kabla ya misingi ya ulimwengu kuwekwa. Amekutengea kazi nzuri. Kwa hivyo basi, kulingana na mafundisho ya Mtume Paulo kwa Waefeso, kunazo kazi nzuri ambazo Mungu alikutengea wewe kuweza kuzitenda na kuzitimiza hata kabla ya misingi ya ulimwengu kuwepo. Na ningependa uweze kutafakari hili jambo kwa undani, kwa sababu swali ni kwamba, je, nitajuaje mipango ya Mungu juu ya maisha yangu? Kwa mfano, yule ndugu yetu mdogo Yeremia alizungumziwa na Mungu angalipo mtoto mdogo wa miaka 9. Mungu akamzungumzia akasema, Yeremia, wewe nimekuita sasa uwe mhubiri, utakuwa nabii kwa mataifa. Nilikujua kabla hata sijekuumba katika tumbo la uzao wa mama yako. Nikakuweka wakfu kabla haujaumbwa katika tumbo la uzao wa mama yako. Hii inamaanisha kwamba katika umilele uliopita, eternity past, umilele uliopita, Mungu alikuwa na mipango hata kabla hajaumba misingi ya ulimwengu, kabla mzazi wako na mzazi wangu kuumbwa, na kabla wewe haujazaliwa, kabla haujafanyika katika tumbo la uzao mama yako. Uliwekwa wakfu, ulitengwa, ukapatiwa majukumu na kazi, na kukawa na ndoto ya Mungu ambaye ilikuwa ni kukuhusu wewe, kile ambacho utaweza kukitimiza. Kuna discussion ambayo nimekuwa nayo na watu wengi sasa wanapokuja kutafuta ushauri kwa ofisi yangu, na wengine sasa hasa wengi ni vijana ambao wananiuliza, mchungaji, nitajuaje mimi nimeitwa kufanya nini? Nitajuaje mwito wa maisha yangu? Ni nini ambacho Mungu ameniitia? Nami nauliza, ndoto yako ni nini? Talanta zako ni zipi? Karama zako ni zipi? Sababu ya kuuliza karama, talanta, ndoto, hamu na haja ya moyo wako ni hivi: Mungu hawezi kwa hakika kukupatia talanta pasipokuwa na kusudi. Hawezi kupatia zile karama ambazo uko nazo pasipokuwa na kusudi. Na lingine ambalo huwa nawaambia ni kwamba unapochunguza karama zako, unapochunguza talanta ulizo nazo, vitu ambavyo nasema kwamba nilizaliwa na hiki, nikawa na uwezo huu tangu nilipozaliwa tu, hata ninaweza kufanya hivi. Swala lingine ambalo huwa mimi nalizua ni kwamba waulize watu walio karibu na wewe wakuambie ni nini ambacho wanaona ndani yako. Mtu kama mama yako, mtu kama baba yako, mtu kama ndugu yako ama mjomba, mtu wa karibu, rafiki wa dhati ambaye unajua anaweza kukueleza ukweli pasipo kukudanganya. Uliza watu kama hao, uchukue nafasi ya kuwaomba tu dakika 5, dakika 10 na kuwauliza, mimi, unaponitazama mimi, karama yangu ni ipi? Ni nini ambacho nakifanya vizuri kuliko vitu vingine vyote? Nakwambia, ukimuuliza mama yako mzazi ambaye alikulea na nakufahamu, kama una uhusiano mzuri na yungalipo hai, kama ni mzazi ambaye amekutazama tangu utotoni mwako na amekufahamu, mtu ama mjomba ama shangazi ama mtu ambaye amekulea tangu utotoni, muulize huyo mtu aliyekulea, utashangazwa sana kile ambacho kitakuja kutokea, mazungumzo ambaye atakueleza ya kwamba wanakufahamu na uwezo wako, wanakufahamu na udhaifu wako, wanakufahamu na kile ambacho unapendezwa kukifanya na unakifanya vizuri. Swali lingine ambalo ningependa umuulize huyo mtu ama hao watu, ndugu zako ama dada zako ama mzazi, yule mtu ambaye amekulea, umekaa na wao, marafiki wa dhati, waulize hivi: ni nini kwa mtazamo wako mimi ninapokifanya ninafanikiwa sana na ninazaa matunda mengi?
Uliza hilo swali ili kwamba usikilize, usiwe wa haraka kusema. Waulize, wawache wao wazungumze, ili kwamba na wewe usikie sauti ya Mungu kupitia kwa watu wengine. Na wanapokuzungumzia kuhusu hayo mambo, kuhusu talanta zako na uwezo wako, chukulia maanani na useme, hii ni sauti ya Mungu inayenizungumzia na kunionyesha ni wapi ambapo nahitaji kunoa makali yangu na kuweza kufanyia kazi zaidi kile ambacho Mungu amenipatia katika maisha yangu, niweze kukifanyia kazi, nitimize malengo na kusudi ya maisha yangu katika haya maisha, nimpendeze Mungu wangu na nilete mazao mengi kwa ufalme wake, na nikaweze kutimiza kile ambacho kwa hakika naona ni wazi tena bayana ameniita niweze kukifanya. Watakwambia mambo makubwa sana. Na pili, wewe mwenyewe chukua nafasi ya kujitenga kwa muda mfupi, labda siku moja, siku mbili kwa wiki. Itakuwa ni vizuri ukae peke yako na ukaweze kutafakari maisha yako, na haijalishi kama wewe ni mtu mzee ama ni kijana ama uko pale katikati tu, haujamalizika, muda wako haujaisha hapa duniani. Ungalipo unapumua, bado Mungu analo lengo na kusudi, na kuna kazi ambazo unahitaji kuzifanya hapa ulimwenguni. Chukua nafasi ya hiyo siku mzima na ukae na ujihoji na ujichunguze, unyamaze kimya mbele ya Bwana na ulize Bwana tu maswali machache sana. Useme, Bwana, mimi nimeitiwa nini? Hakika utaanza kusikia na kushawishiwa kwa mambo makubwa. Muulize Mungu, mwelekeo wa maisha yangu ni yapi? Ni upi? Ni wapi ambapo unapenda nielekee kwa wakati huu? Unanizungumzia na kuniongoza vipi? Mungu atakuzungumzia. Wengine itakuwa ni taaluma ama ni masomo Mungu anataka uingie. Wengine itakuwa ni kwamba utaingia katika uhusiano na watu ambao watakusaidia kukuza talanta zako, na utahusika na watu ambao watakujenga, mentors ambao watakulea, kina baba, kina mama ambao watakusaidia na kukukuza katika imani, watu wa kukutia moyo, utaconnect na wao, kwa sababu utaanza kuelewa, hapa ndipo napofanya hivi, nasikia ninatosheka kweli, nafurahia kweli. Najua labda itakuwa ni tofauti na masomo yangu, lakini nafurahia sana. Mimi najua katika maisha yangu na mjomba ambaye alinizungumzia nikiwa standard 4, nafikiri ilikuwa standard 4 ama standard 5, akaniambia kwamba wewe utakuwa mhubiri na utahubiri katika mataifa mengi. Na kwa hakika ni mimi huyo. Mimi na Biblia yangu napaza sauti, na wazazi wangu wakanipeleka shule, mahali ambapo nikachukuliwa na walimu wakanifundisha Kiingereza, wakanifundisha Kiswahili, na kwa sasa hivi ndio lugha ambazo nazitumia. Naona kwamba kulikuwa na kusudi ya Mungu kunipeleka na kuniweka katika yale mazingira ambayo nilikuwa ndani yake wakati utotoni mwangu, nikaweza kupata hizi talanta, kukuzwa, na Mungu anazitumia kwa sasa hivi kuweza kusema machache kuhusu uzima wa milele, ufalme wa Mungu na pendo la Mungu kwa watu wa Mungu, jinsi ninavyofanya sasa hivi. Nasikia kutosheka sana kuzungumza na wewe na kukusaidia kuweza kupata lengo na kusudi ya maisha yako, na hivi mimi natimiza ya kwangu, ya kwamba natembea katika kusudi la Mungu ninapokuzungumzia kulingana na misingi ya neno la Bwana. Mama yangu ambaye aliniacha nikiwa bado mdogo, alinipatia noti ya shilingi 500 nilipokuwa tu nimemaliza chuo cha Biblia. Akaniambia, chukua hii, wewe ni mhubiri, nenda uhubiri. Ndio neno la mwisho ambalo mama yangu mzazi aliniambia, na hayo maneno yamenitia motisha na kunitia nguvu, na kila mara ninaposikia kuzimia na kulemewa na hata kuvunjika moyo, nakumbuka ya kwamba Mungu alimtumia mama mzazi ya kuniambia kwamba wewe ni mhubiri. Na baadaye baba yangu akatilia muhuri na akaniita mhubiri, na akanitia moyo, akaniambia kwamba unayo hekima. Yaani baba alikuwa ni mtu pia wa kunitia moyo katika safari yangu ya kuhubiri Injili. Akasema nilizaa mtoto mwanaume ambaye ana hekima. Hayo mambo yalinisaidia.
Zungumza na watu ambao wanakuamini. Zungumza na watu ambao wanakuthamini. Zungumza na watu ambao wanakufahamu vyema, wanaweza kueleza udhaifu wako na uwezo ambao uko nao, utaweza kufahamu mambo mengi. Kwa hivyo nitakuuliza tena, ndugu na dada yangu, ni nini ambacho ungependa kukifanya katika maisha yako kwa dhati? Ni nini ambacho unakitamani sana? Ni nini ambacho unasikia msukumo wa kukifanya? Nami nitaongezea, usiogope. Mungu yupo pamoja na wewe. Usiogope. Fanya mikakati na mipango, hata japokuwa ile mipango ulio nayo ni mikubwa sana. Inaonekana ni kwamba hata ukieleza watu hata kuelewa. Hebu kumbuka pia Yusufu alikuwa na mipango mikubwa, alikuwa na ndoto kubwa, watu hawakumuelewa. Nawe pia labda wengine hawatakuelewa, lakini Mungu anakuelewa. Mungu anakujua. Anza kupanga, anza kuandika, anza kuweka mipango na mikakati, na useme, Bwana, hii naleta kwako kwa kufunga na kuomba, naleta kwa maombi. Bwana, fanikisha mipango yangu na nielekeze moyo wangu, nijue ni nini ambacho kinanipasa kukifanya kwa misimu tofauti. Nimekumbuka wana wa Isakari katika Biblia, walifahamu kilicho chema na kilicho sawa kwa Israeli kufanya kwa misimu iliyoambatana. They understood the times and they knew what was right for Israel to do. Nawe elewa nyakati ambazo naziishi sasa hivi, na ujue ni nini ambacho kinakupaswa kukifanya kwa wakati huu, kwa sababu upo katika msimu wa kuweza kutimiza jambo katika maisha yako. Na kueleza ndugu, usiache msimu huu ukupite kama mji wa Yerusalemu ambao ulioambiwa, nilitamani kukufunika kama kuku na mabawa, kama vile kuku anavyofunika vifaranga wake, lakini hamkujua wakati wa kutembelewa kwenu. Wakati huu ni wakati wa kutembelewa kwako. Wakati huu ni wakati wa uvuvio wa ndoto zako zikaweze kutimia. Niseme mawili matatu kuhusu ndoto za usiku ambazo labda nitafanya kipindi kingine nikueleze zaidi kuhusu hayo matukio. Ni kwamba ndoto, wakati ambapo umelala usingizi na umeenda kabisa katika dunia na maeneo mengine, sasa chanzo cha ndoto zile na zile sinema ambazo unaziona ni tatu. Moja ni mawazo yako mwenyewe. Pili, Shetani anaweza kuingilia kati na kuweza kukudokezea maneno ya kukustuastua. Na tatu, Mungu yaweza kukuzungumzia na kukupatia maagizo na kukuelekeza. Sasa mimi nakuachia wewe ukaweze kupambanua kama ni ndoto zinazotokana na shughuli zako za kila siku, ama ni ndoto za kiibilisi zinakustuastua, yani nightmares. Zinamaanisha kwamba ile gadi yako imevunjika na Shetani anakuja na kuvunjia, anakuharibia usingizi wako na amani yako. Lakini kuna hizi ndoto ambazo zimetoka kwa Mungu, na hizo ndoto za kutoka kwa Mungu, hebu nikueleze ya kwamba zote zinachangia kuweza kutimiza ile ndoto kubwa ambayo Mungu ako nayo juu ya maisha yako. Ukiweza kutafakari, Mungu atakuongoza kama vile alivyoongoza Paulo na kikundi chake, Paulo na Sila walipoongozwa na kina Barnabo kupitia kwa ndoto. Wengine wanaambiwa usiende sehemu hii, ama mtu wa Makedonia anaitana na anasema njoo utusaidie, na kupitia kwa ndoto ya mtu wa Makedonia wanafunga safari na kuelekea kule upande wa Makedonia na kuweza kujua kwamba Bwana ametuita twende tufanye kazi kwa msimu huu katika sehemu hiyo ya huyo mtu wa Makedonia. Na wewe je, Mungu anakuzungumzia nini? Utakapoota ndoto usiku, andika chini. Na utakapoandika chini, itafakari na usitoke tu kwa haraka haraka. Chukua wakati hata kama dakika 5 tu, dakika 10. Omba Mungu akupe ufahamu na ujuzi wa kuweza kupambanua. Ndani ya ndoto hizo kuna funguo za interpretation, yani kuweza kupambanua na kujua na kutafsiri ndoto hizo. Je, ulikuwa na furaha? Je, ulikuwa na uoga? Je, ulikuwa na amani? Ama ulistuliwa na kitu ambacho umekiota usiku? Hiyo ni funguo ya kuweza kujua kama kuna hatari, kama kuna amani, kama kuna baraka. Na katika mambo mengine ni je, ulimuona ule mtu uso wake, ama uliona kisogo chake? Uliona nini? Mungu alikufunulia ama hakukufunulia uso wake?
Hizo zote zinahitaji tafsiri ambazo nitazungumzia hivi karibuni tuweze kujua. Ndoto za kuanguka, ndoto za kuwa katika accident, ndoto za kuona wanyama wakati ambapo umelala, ndoto za kula chakula, ndoto za kuvunjika meno, ndoto ambazo unaziota tofauti tofauti ambazo zinakustua, ndoto za kuona kwamba umepaa juu zinamaanisha nini? Tutazungumza haya kwa siku nyingine, lakini kwa leo ningependa uende kwa Mungu na umuulize Mungu wetu kupitia kwa jina la Yesu Kristo, nifunulie mpango wako juu ya maisha yangu, nikaweze kujua ni nini ambacho umeniitia nikaweze kukifanya katika wakati huu na msimu huu. Na wakati ambapo unauliza hivyo, waulize pia wanadamu wengine jinsi nilivyokufundisha. Waulize ni nini ambacho mnaona nikikifanya, kazi ya mikono yangu inanawiri, ninafanikiwa, napata matunda mengi na Mungu ananisaidia, ninazaa matunda mengi kupitia kwa hiki. Ni nini ambacho huwa nafanya na faulu kwa haraka na nafurahia kukifanya? Labda hujasomea hicho, labda umekisomea, labda una talanta zile zimejificha. Jaribu vitu tofauti na kwa kweli utaona Mungu akikuongoza na akikuelekeza kwa mapenzi yake jinsi alivyopanga kabla ya kuumba ulimwengu. Mungu wetu akubariki. Tutazungumza zaidi kwa sababu ninayo mengi ya kuweza kukufundisha. Endelea. Hebu subscribe kwa hiyo channel na uweze kujisajili kama memba ili kwamba nikileta filamu yoyote, video yoyote, wewe ndio wa kwanza kuweza kujua. Nipe comments zako. Asante na Mungu akubariki, akusaidie kwa neema yake. Amen.